wa Roho Mtakatifu ndani ya Kristo. Uamsho wa Roho Mtakatifu ndani ya Kristo. Kwanza kabisa tunazungumza kitendo cha kuwa hai, kuamshwa kutoka katika hali ya usingizi kuwa macho, kutoka katika hali ya kulala na kuanza kutazama, kuona vinavyoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumza habari ya uamsho, nikiwa na maana kwamba ni hali ya kutoka katika hali ya usingizi, na usingizi huu ni usingizi wa kiroho, na kuanza kutembea katika utendaji wa kiungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo ni uhai wa mwamini kiroho na sio kimwili. Mkristo ni uhai wa mwamini kiroho, sio kimwili. Kwa hiyo kama Mkristo ni uhai kiroho, sio kimwili, ndio maana Biblia inasema vita vyetu si vya damu na nini na nyama, bali vita vyetu katika ulimwengu wa roho. Anasema vinaweza hata kuangusha ngome. Kwa hiyo Mkristo aliyelala ni mshindi uliyelala. Ndio utakutana na vipigo kushoto na kulia. Utapigwa leo kwenye jambo hili, kesho utapigwa na hili, kesho kutwa utapigwa na hili. Kwa hiyo shetani atakachokifanya, atakuandalia mipango ya kukupiga kila kuitwapo leo. Atatafuta namna ya kuhakikisha kwamba ukilia leo hivi, kesho utalia kwa namna hii. Ukilia hivi kesho kutwa utalia kwa namna hii. Kwa hiyo ndani ya mwaka mzima utajikuta unalia vilio tofauti au vilio vinavyojirudia na vinavyofanana kwa muda wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Kristo ambaye amelala kiroho ni ushindi ambayo umezimwa au kufunikwa. Kwa hiyo Kristo asiwe ana usingizi, asiwe amelala. Lazima kuwe na ndani yake kuna kitu kinachoitwa uamsho. Uamsho unapokuja ndani ya mtu, ndio pale utakuta huyu mtu hata kuwa mtu ambaye mambo yanayotokea kwenye maisha yake yanakuja bila taarifa, yanakuja bila kujua, yanakuja kwa ghafla. Huyo Mkristo ni Mkristo hatari kwenye ulimwengu wa roho, na shetani hawataki watu wa namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ndio wanaovuruga si tu kwa maisha yao, hata kwa ajili ya watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu anapokaa kama mlinzi kwenye maombi, anasababisha hila na mipango na njia zote ambazo adui angezitumia zisifanikiwe, na kwa sababu hazitafanikiwa, anatengeneza mkakati ili kuhakikisha kwamba na wewe unalala kama wengine waliolala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Najua huwa tunadanganyika, ndipo ambacho tunajua tunadanganyika pale ambapo tunakuwa hatupiti kwenye changamoto nzito. Mama juzi hapa alitoa ushuhuda mmoja, akasema kwamba alikuwa anamsikiliza Pastor Gwajima. Alimwambia mtendakazi, akamwambia nenda niwekee chumbani kwangu chupa 40 za maji. Bwana Yesu asifiwe. Chupa 40 za nini? Za maji. Jaribu kufikiri, huyu mtu anaingia kwenye hicho chumba, anakaa ndani ya siku 40, alafu unategemea huyu mtu atakuwa na kawaida? Huyu mtu kama kuna vita vikubwa ambavyo vilikuwa vimepangwa kwa ajili yake, unategemea vita vitafanikiwa kwa namna ambavyo amejitoa na kutengeneza hali ya kutokulala ndani ya roho yake. Maana alichokifanya ni kuingia kwa ajili ya kutengeneza hali yake ya kiroho iwe na uwezo wa kuamua mambo katika ulimwengu
Bwana Yesu asifiwe. Asilimia kubwa ya Kristo tunategemea mwili kuamua mambo. Hebu piga picha, siku 40 sio chache. Niwe kufunga kipindi fulani lakini masaa 12 huo mziki sio wa mtoto. Sio wa mtoto hata kidogo. Na niliona matokeo kwa namna ambayo sio ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Wakristo wengi kama alikuwa anasema mama kwamba tukifunga zile siku 21, kuna watu wana siku 49. Sisi tumefunga 21. Saa hii unaona hali jinsi hivi. Mambo yalikuwa ni mengi, shughuli zimekuwa ni nyingi. Okay, basi hata tuna redio watu wasikilize nyumbani pia. Hata kwa mfano kama sasa hivi mtu ana smartphone yake anafungulia kusikiliza kinachoendelea madhabahuni, napo pia hatufanye. Alafu tunategemea kwamba tunatafuta ushindi katikati ya ushindani mzito na mgumu ambao tuko nao wakati huu. Mama amesema hatuko salama. Hatuko salama kwa namna gani? Kwamba mafundisho yaliyopo sasa hivi ni mengi sana. Na ambacho nilikuwa na tafakari ni kwamba kama kuna kitu rahisi na kinapokelewa kirahisi, mafundisho ya roho gani? Bwana Yesu asifiwe. Mafundisho rahisi na yasiyo na ukweli ndio mafundisho yanayopokelewa kirahisi sana. Kwa hiyo mtu ambaye amekaa kwa ajili ya kutengeneza hali yake ya kiroho isilale, sio rahisi kuchukuliwa na mafundisho ya leo yanayodanganya. Sio rahisi kuambiwa hii ni nyeupe wakati anaona ni nyeusi akasema kweli hii ni nyeupe wakati anajua hii ni nyeusi. Kwa hiyo mtu ambaye amelala usingizi wa kiroho ni rahisi sana kuambiwa kwamba hii ni nyeusi na akakubali kwamba hii ni nyeusi wakati sio nyeusi, ni nyeupe. Ni rahisi kuingiziwa matangopori ukafundishwa vitu ambavyo sio sawa bila kujua kwamba ninachofundishwa ni sawa au sio sawa. Kwa sababu haya mambo hayatambulikani kwa akili ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu shetani anapokuja anakuja kama ana nia njema kwenye kile ambacho anakuletea. Kwa nini? Kwa sababu hakina madhara kwa jinsi ya nje, lakini kwa jinsi ya ndani kinaenda kuua kabisa hali yako ya utu wa ndani. Alafu baadaye tunaona matokeo ya nje. Ndio tunakuona kanisani umepotea. Ndio tumekuona baadaye ile tabia uliyokuwa nayo zamani ya hasira, ulevi na vitu vingine vimeanza kuonekana kwako. Kwa nini? Kwa sababu kuna mafundisho ambayo uliyapokea na hayo mafundisho yakakuchukua, yakakuingiza kwenye utendaji. Ukarudi kuanza kufanya yale ambayo uliacha kuyafanya kwa kuambiwa kwamba hicho unachofanya ni dhambi, hicho unachofanya unakosea Mungu, lakini umerudi huko baada ya kusikiliza mtu mwingine aliyekuhalalishia hicho ambacho uliambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini uamsho? Kwa sababu roho zetu kuna namna hazina uwezo wa kuamka bila msaada wa Mungu. Roho zetu hazina uwezo wa kuamka bila msaada wa Mungu. Kwa hiyo ili roho yetu iamke, tunapaswa tukae kutafuta msaada wa Mungu. Yeye Mungu ndiye anatupa uwezo wa kuzifanya roho zetu ziwe macho. Ndio utakuta mtu ana kiu ya maombi, ndio utakuta mtu hatulii kwa ajili ya kazi ya Mungu, ndio utakuta mtu anajitoa usiku na mchana kuja kuombea kanisa, ndio utakuta mtu ambaye kila wakati yuko salama kwa sababu Mungu amemfanya kwa kipaumbele chake na wala hakuna mtu mwingine wa kumuondoa kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo kila anachofanya kwanza ni Mungu, baadaye ndio mambo yake. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna mwasho, ndani yake kuna hali ya kutokutulia, ndani yake kuna shauku, ndani yake kuna kiu ya kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunawezaje kutoka katika hali ya usingizi
kama tukiwa watu ambaye hatutaki kufanya vitu hivi. Kile kitabu cha Yona, ile kitabu cha Yona, Dr. Yona kiko karibu na Kabila na Mathayo. Kazi ambazo ulishawahi kuzifanya kipindi fulani ulipookoka, kwa sababu ya ule uamsho uliokuwa ndani yako, kuna hali ilikuwepo ikakusaidia vile vitu kwenye ndoto vikawa havionekani, lakini kwa sababu kuna hali ya usingizi imerejea tena, imesababisha wamerudi kwa kasi na wanakutumikisha barabara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ni moja ya kitu hatari sana kwenye maisha yetu ya Kristo huu. Tunachopaswa kujua, Shetani hapendi kutuona tunafurahia ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hapendi kuona Kristo ana uchumi mzuri. Hapendi kuona Mkristo watoto wana furaha, wanasoma, wanakula, wanavaa vizuri, na wewe unalala nyumba nzuri, unaishi nyumba nzuri, una usafiri mzuri, una kila kitu ambacho watu wengine wanapaswa kuwa nacho na wewe unacho. Kwa hiyo anachokifanya ni kupambana na hali yako ya rohoni ambayo itasababisha ulale, na ukilala ndio yeye anasema sawa. Kwa nini? Kwa sababu vitu havitasogea vinavyotakiwa kusogea, unabaki pale pale siku kwa siku, miaka kwa miaka. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tujaribu kufikiri tu mimi na wewe. Gwajima anapungukiwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Gwajima anapungukiwa nini? Ni mtu mwenye makanisa zaidi ya 2000. Ana makanisa zaidi ya 2000, lakini yupo tayari kwenda kukesha na Bwana na kunywa maji siku 40. Anatafuta nini? Kwa sababu kama ni barikiwa ile tayari ameshabarikiwa. Kama ni mtu maarufu tayari ana maarufu wa kidunia. Kama ni giant kweli, yani kama ni mtoto wa giant kwenye nchi hii na ulimwengu kwa ujumla, yule huwezi kumwacha. Si kweli jamani? Lakini yuko tayari kwenda kugaragara kutafuta msaada na nguvu zaidi kwa ajili ya uamsho wa hali ya roho yake, ili mambo yaende anayotaka yaende. Kwa nini? Kwa sababu vita alivyonayo katika ulimwengu wa roho, akizubaa wanapita na yeye. Haleluya. Shetani hata angalia, kwa sababu umefanikiwa, watu wanakujua Tanzania yote na duniani kwa ujumla, ila anachojua anatafuta timing tu, akipata anapita na wewe vizuri, anakula kichwa chako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utagundua uamsho kwa Mkristo ndio unaosababisha matokeo ambayo yanaweza kusababisha mabadiliko ya muda mfupi sana, kama huyu Mkristo atakaa kutafuta usaada wa Mungu kwenye maisha yake na utumishi alionao. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utagundua kwamba Mkristo aliye na uamsho ndani ndio ambaye hataambiwa njoo saa 2 kanisani, hataambiwa njoo saa 10 kanisani, hataambiwa fanya usafi, hataambiwa toa, hataambiwa sijui omba, hataambiwa fanya kitu fulani. Ni mtu ambaye anafanya vitu kwa utaratibu, kwa sababu anajua utaratibu ulivyo, hataambiwa na mtu afanye ambacho kinajulikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama tunafanya vitu, kuna vitu tunavifanya na tunatangaziana kila wakati, maana bado kuna vitu ambavyo haviko sawa. Haleluya. Fahamu kwamba kanisa linaweza kuwa limelala kiroho. Hapa ni kwamba unakuta hakuna uombaji, hakuna mifungo, hakuna watu ambao wana uchungu na kazi ya Mungu kuona inasonga mbele. Hakuna watu ambao wanalia kwa ajili ya watu wengine kuendelea kukaa dhambini kwa ajili ya kazi
ndani ya kanisa wako watu zaidi ya 50. Kifuatilia basi hata wale wanaomba nyumbani utadhani hamna. Bwana Yesu asifiwe. Tumemwachia mama, tumemwachia na baba. Sisi wengine kitoka hapa tunakuuliza na mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna washirika. Washirika kwa maana ya mtu mmoja mmoja anayo kiu. Kuna vitu ambavyo bado havijatokea kwenye maisha yake. Ni lazima ahakikishe ndani yake kuna hali ya uamsho, kuna hali ya kutokutulia, kuna hali ya kutokuridhika, kuna namna, kuna vitu bado anataka vitokee. Sasa haviwezi kutokea kama unaomba leo, unakaa siku 3 au 4 unaomba tena, unakaa wiki au wiki mbili unaomba tena, unakaa mwezi, miezi miwili unaomba tena, au unasubiri mpaka tukio fulani la utisho au tukio baya litokee au ndoto mbaya wote ndio uombe. Wewe ni Kristo aliyekufa tu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, uamsho ni neno fupi sana. Ni neno fupi sana. Lakini ndio neno ambalo limebeba hatima ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu uamsho utakufanya wakati wote usiwe ni mtu wa kusinzia sinzia. Usiwe ni mtu ambaye unatafuta kujihudumia. Usiwe ni mtu ambaye unaona shida kukesha na Bwana. Usiwe ni mtu ambaye una sababu nyingi zinapokuja swala la Mungu. Hiyo pale Biblia inaposema kwa tayari wakati unaofaa usio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na uamsho ndani yako, mambo mengi yatakuwa salama. Utakuwa salama kwa nini? Kwa sababu mara nyingi utanusa hatari kama inatokea. Kwa hiyo hatari inapoenda kutokea, wewe tayari umeshashughulikia mapema. Kwa hiyo inakuja inagonga, alafu inarudi ilikotoka, inatafuta mahali pa kwenda. Kwa nini? Kwa sababu mahali ambapo inatarajia kuingia imekuta tayari pameshajengwa hapo salama. Kwa hiyo imegonga ukuta, imerudi ilikotoka, inaenda sehemu nyingine na wewe unakuwa salama. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa nini tuna uamsho? Kwa nini tuwe na uamsho? Moja, unapolala adui anapanda magugu. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo 13:25, Mathayo 13:25, Mathayo 13:25, Biblia inasema, lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Tazama neno anasema, lakini walipolala akaja adui, alafu alipokuja sio tu akaja, akapanda na nini? Na magugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipolala nini? Walipolala kiroho. Walikuwa wanaomba mara ya kwanza walikuwa wanamkesha, mara ya kwanza walikuwa wanafunga, mara ya kwanza walikuwa wanasoma neno, mara ya kwanza walikuwa wanashirikishana ibada za nyumba kwa nyumba, mara ya kwanza walikuwa wanaenda kanisani bila kuacha, tena wanawahi wanafika kwa wakati. Lakini walipoendelea baadaye wakaacha kwenda, na walipoacha kwenda kukatokea usingizi, wakalala. Walipolala alichofanya adui, alienda akawatembelea, akawachungulia, akajua ndani yao wamelala, na alipojua wamelala akaweka magugu. Ndio yale magugu sasa ndio tumwambia mtu, mbona huji kanisani? Kwambia ndugu yangu, nikikaa nachoka sana. Kwambia mtu, mbona huji kanisani? Kwambia ndugu yangu, kuna mambo 1, 2, 3. Kimwambia mtu, mbona siku hauombi wala haufungi wala usomi neno, atakwambia vitu vingi ambavyo yote ni vingi sawa na ni vizuri, na ni sababu
Je, vinakujenga au vinakuharibu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unatoa nafasi ya kulala, uwe na uhakika adui anachofanya ni kuingiza magugu, na magugu yanapokuja yanakuja na hekima zake. Ndio maana ukiendelea mbele anasema msiyang'oe haya magugu, yaacheni yakue na ngano, ili atakapokuja mtu wa kuyavuna atavuna, alafu atatenganisha. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, ushirika mzuri na Roho Mtakatifu unapungua au kuharibika kabisa. Ushirika mzuri na Roho Mtakatifu unapungua au kuharibika kabisa. Mtu anapokuwa mbali na maombi, mtu anapokuwa mbali na ibada, mtu anapokuwa mbali na kuabudu pamoja na kusifu, mtu anapokuwa mbali na kusikiliza neno, anakaa muda mrefu bila kuyasikia haya, kinachotokea ni rahisi sana kumtenda Mungu dhambi. Ni rahisi sana kukata mahusiano yake aliyokuwa nayo na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama ulikuwa unamsikia Roho Mtakatifu kipindi fulani, utashangaa ghafla haumsikii tena. Shida ni nini? Shida ni yale mahusiano ambayo uliyajenga na Roho Mtakatifu yamekatika. Yamekatwa na nini? Na hali ya uamsho uliokuwa nayo zamani imeondoka au imepungua, imesababisha sasa ule uhusiano. Maana ulikuwa ukiamka asubuhi kama vile alikuwa anafanya yule mtumishi wa Mungu anaitwa Benny, akiamka asubuhi anasema good morning Holy Spirit, good morning Holy Spirit, anamsalimia Roho Mtakatifu. Na wewe ukiamka asubuhi anambia Roho Mtakatifu ninampenda, Roho Mtakatifu ni mpenzi mwema, Roho Mtakatifu wewe ni kiongozi wangu, unaniongoza katika njia zangu, unaniongoza ninapotembea, ninapolala, kila ninachofanya ninasikiliza unachotaka nifanye. Sasa umeacha kuamka na kumsalimia Roho Mtakatifu, umeacha kuamka na kuzungumza naye, umeacha kuamka na kusoma neno ambalo Biblia inasema neno la Kristo linakaa kwa wingi ndani yenu. Sasa hivyo vitu havipo tena. Roho Mtakatifu ili aje kwako anakuja kwa sababu anajua ndani yako liko neno, anajua ndani yako yako maombi, anajua ndani yako yako mifungo. Haya vitu havipo, anajua ndani yako kuna ibada sio katika. Hivyo vitu havipo. Kama havipo, tarajia nini? Anakaa mbali. Akikaa mbali unabaki empty, unaanza kujiongoza wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3, nakuwa siku kusoma neno. Yaani ishu ya kusoma neno kwako inakuwa ni mzigo mzito. Inakuwa ni mzigo mzito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa na uamsho, tunakuwa na nguvu ya kiungu ndani ya mtu inayomlazimisha mtu kufanya mambo ya Mungu. Ni nguvu ya kiungu inayomlazimisha mtu kufanya nini? Mambo ya kiungu. Nini cha kufanya ili kurejesha uamsho ambao umeondoka au umepotea? Ufanye nini sasa ili uamsho ulioondoka ndani yako urejeshe? 1, tambua makosa yako kisha fanya toba. Tambua makosa yako kisha fanya toba. Wewe ndio mkweli wa maisha yako. Unajua namna gani unaomba? Unajua unaomba kila siku au sio kila siku? Maana Biblia inasema ombeni bila kukoma. Si kweli? Sasa kama kuna siku hauombi, maana yake hilo pia ni kosa mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ametuagiza tufanye anachotaka na sisi atufanye anachotaka, tunafanya mambo yetu. Lakini jambo la pili, uwe na shauku na kiu na njaa ya urejesho wa vilivyopotea.
uwe na kiu na shauku na njaa ya urejesho wa vilivyopotea. Kama nilivyozungumza mara ya kwanza kwamba pengine ulikuwa ni mwombaji, umeshangaa hiyo hali imeondoka, haipo tena. Ulikuwa ni mtu ambaye unafanya usafi na usukumi na mtu, hiyo kiu haipo tena. Ulikuwa ni mtu ambaye unafunga mfungo haikatiki kwa wiki mara kadhaa, hiyo kitu haipo tena. Ulikuwa unakuja ibadani kwa mfululizo, lakini hicho kitu sasa hakipo tena. Kwa hiyo ili uweze kukirejesha, cha kwanza onyesha omba toba, mbili uwe na kiu na shauku pamoja na njaa ya urejesho kwa kile ambacho ulikuwa nacho lakini kwa sasa hakipo. Namba 3, uwe na utii kwa Bwana na neno lake. Uwe na utii kwa Bwana na neno lake. Kuna wakati mwingine unaweza ukawa umelala au kwenye maombi, Mungu anakusemesha. Kwa mfano labda ndio yale mahusiano na Mungu yakata. Sasa Mungu anachofanya ni kama vile analeta taa. Yaani kama vile umeme unapokuwa umekatika, unakuja afu nazima. Sasa Mungu analeta neno kwenye moyo. Alafu kwa sababu haulichukui ile neno kuliingiza kazini, ni kama umeme unakuja na kufanyaje? Na kukata. Kwa hiyo Mungu anachotaka kwamba akuletea neno, lichukue lile neno alafu liingize wapi? Kazini, ili litoe matokeo ya namna Mungu anavyotaka lilete hayo matokeo. Lakini jambo la 4, omba bila kukoma juu ya uamsho. Omba bila kukoma juu ya uamsho. Kwa hiyo ukishaomba toba, ukawa na kiu na shauku na njaa, ukawa na utii wa neno, kaa sasa kwenye kuomba bila kukoma juu ya hiyo roho ya uamsho. Mwambie Mungu hiyo roho ya uamsho usiondoke tena, ikae idumu, yawe ndio maisha yako siku zote. Lakini jambo la mwisho ni imani yako kwa Mungu isihamishwe. Sio leo umepata uamsho hapa, nafika huko nasikiliza unavyonisikiliza, baadaye hauoni tena Mungu, unaona hicho ulichosikia. Maana Biblia inasema mtu ambaye ana nia mbili, Mungu ana furaha naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kufikia hapo